migogoro ya ardhi nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na jitihada za serikali za kutatua migogoro ya ardhi maeneo mbalimbali nchini, bado changamoto hii ni kubwa. Kamati imebaini kwamba sababu za migogoro hii ni pamoja na kuongezeka kwa ushindani wa matumizi ya ardhi kunakosababishwa na ongezeko la watu sambamba na ongezeko la shughuli za kibinadamu, ukosefu na au kutokuzingatiwa kwa mipango ya matumizi ya ardhi, kutokuwa na mfumo wa kidijitali wa usimamizi wa ardhi katika maeneo yote nchini, hali inayorahisisha ardhi kumilikishwa mara mbili, yani double allocation, kukosekana kwa usimamizi madhubuti wa sheria na baadhi ya watumishi wa ardhi kutokuwa waaminifu katika utekelezaji wa majukumu yao. Hali hii isipopatiwa ufumbuzi, migogoro itaendelea kuongezeka na kuathiri ustawi wa maisha ya kila siku ya wananchi. Kamati inaishauri serikali kuongeza kasi katika upimaji, umilikishaji na usajili wa ardhi, uandaaji na mipango ya matumizi bora ya ardhi, usimamiaji sheria, ujenzi na usambazaji wa mfumo wa kidijitali wa kusimamia ardhi nchini ili kuondoa migogoro pamoja na kuongeza pato la taifa litokanalo na rasilimali ardhi. Kupanga, kupima na kumilikisha. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali ilitoa mkopo wa shilingi bilioni 50 kwa halmashauri 57, vyuo vya ardhi vya Tabora, Morogoro, Chuo Kikuu cha Ardhi na Ofisi ya Ardhi kwa ajili ya utekelezaji wa programu ya kupanga, kupima na kumilikisha. Lengo lilikuwa ni kuziwezesha halmashauri hizo kupanga na kupima na kumilikisha ardhi kwa kutumia fedha hizi na kuzirejesha ili halmashauri zingine zinufaike. Hadi kamati inakutana na wizara, shilingi bilioni 33.18 sawa na asilimia 66.4 zilikuwa zimerejeshwa. Taarifa zinaonyesha kuwa zipo halmashauri ambazo zimekusanya fedha hizi na kuzitumia kwa matumizi mengine.